Bwana Yesu asifiwe wapendwa wa Mungu, ninaomba tuombe kwa ajili ya kusikia neno la Mungu. Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa uaminifu wako hata kwa ajili ya siku ya leo ambayo Bwana umetukusanya tena. Tunatamani kusikia ujumbe wako wa siku ya leo. Fungua fahamu zetu na akili zetu ili tuweze kusikia ujumbe huu na uweze kutubadilisha katika maisha yetu. Mbariki msikilizaji, nibariki hata mimi kama chombo. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tutasoma kitabu cha Ayubu mlango wa kwanza. Nitasoma mstari wa 10. Nitawatangulia kusoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, wewe hukunimzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo kinasema, ishi kwenye uzio wa Mungu. Uzio ni nini? Ukigo, ni fensi, ni ulinzi wa Mungu. Tunaona Ayubu, kisoma kitabu cha Ayubu mlango mzima, utajifunza maisha ya Ayubu jinsi alivyokuwa duniani akimtegemea Mungu. Alikuwa ni mtumishi mkamilifu ambaye alimtegemea Mungu maisha yake na familia yake. Alimtegemea Mungu katika mali, alimtegemea kila kitu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema ishi kwenye uzio wa Mungu manake nini? Ishi kwenye usalama wa Mungu. Ishi kwenye ulinzi wa Mungu. Ukiwa ndani ya ulinzi wa Mungu utakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, uzio ni ulinzi, sio kifungo. Kumbuka ulinzi, uzio ni ulinzi, sio kifungo. Yaani sio kwamba umefungiwa mahali fulani ambapo huwezi kutoka, hapana. Ni ulinzi wa Mungu mwenyewe, anakuwa anakulinda na kutetea. Uko ndani ya ulinzi wa Mungu, unakuwa upo salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzio wa Mungu unakulinda. Utokapo na uingiapo, Mungu anakuwa yuko upande wako. Mungu huweka mipaka ya adui na wewe. Shetani hawezi kuingia kwenye uzio kwa sababu utakuwa upo kwenye ulinzi, uko salama. Mungu ataachilia malaika wa ulinzi ambao hao watakulinda mahali popote utakapokuwa. Watalinda biashara zako, watalinda ndoa yako, watalinda watoto wako. Hata kama watoto wako wako mbali, Mungu atawalinda kwa sababu utakuwa ni mtu mkamilifu ambaye unamtegemea Mungu. Kama tunavyoona kwamba Ayubu alimtegemea Mungu, alikuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukisoma hiki kitabu kinaeleza vile shetani alipokuwa akizunguka huko na huko. Ndipo Mungu tunaona kwamba alimuuliza shetani, ulikuwa wapi? Shetani akajibu akasema, nilienda kuzunguka huko na huko. Kumbuka shetani tuko naye kila wakati, anatufuatilia. Kumbuka shetani kama anafuatilia, huna ulinzi, unafeli, unaumia, unaangamia wewe kwa sababu tayari hauna ulinzi. Uwe ndani ya ulinzi wa Mungu, uwe ndani ya uzio wa Mungu, utakuwa salama. Kumbuka Ayubu alikuwa kwenye uzio wa Mungu. Na ndio maana shetani alisema, Mungu alipojivuna ya kwamba umemwona mtumishi wangu Ayubu, shetani alisema hivi, hukumzungushia wewe ukigo? Kwamba manake nini? Alisema ndio nimemwona, lakini unaposema hivyo, mbona umemzungushia ukigo? Nitawezaje kumkamata huyu mtu? Ndio maana tunaona kwamba Mungu akamruhusu shetani, akasema nenda kamguse, ila moyo wake, roho yake iache. Lakini tunaona vile majaribu aliyopitia Ayubu, alipata majipu, watoto wake walifariki, mali zake ziliibiwa, alibaki yeye na majipu katika mwili wake. Kumbuka hata mke wake bado ulikuwa ni mwiba, lakini alimtumainia Mungu kwa sababu alijua faida ya kumtumikia Mungu. Kwa sababu aliona kuna ulinzi mkubwa, aliona kuna furaha, alikuta kuna amani, kwa sababu alijua faida ya kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa ndani ya uzio wa Mungu utakuwa salama. Ukiwa unamtegemea Mungu, wewe utakuwa salama. Mungu atakulinda utokapo na uingiapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, uzio ni utakatifu. Kumbuka uzio, tunazungumzia habari ya utakatifu. Ukimpendeza Mungu katika maisha yako, Ayubu alimpendeza Mungu. Maisha yake yalikuwa ni ushuhuda. Watoto wake ulikuwa ni ushuhuda. Alikuwa na mali nyingi, alikuwa na kila kitu, lakini alimtegemea Mungu katika maisha yake. Maisha yake yalimpendeza Mungu. Na ndio maana Mungu hata alipochungulia duniani alikuwa anapendezewa na Ayubu.
Leo Mungu anachungulia duniani, anasema ninapendezwa na watakatifu waliopo duniani. Jiulize ndugu yangu, wewe baba, mama, mtoto, kijana, yeyote yule ambaye umepata kibali kusikia neno la Mungu, je, Mungu akitazama huku duniani anajivunia na mtakatifu wewe? Kila mtu aulize swali. Ikiwa unaona upo nje, hebu ingia ndani ya uzio wa Yesu, ili Mungu anapokuchungulia duniani aseme nina mtakatifu fulani, nina watakatifu akina fulani. Tuingie ndani ya uzio wa Yesu, tutakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Penda shetani aombe ruhusa kwa Mungu. Unajua shetani anapoomba ruhusa kwa Mungu ni heshima, kwa sababu wewe utakuwa umechaguliwa, kwa sababu wewe unaheshimiwa, na ndio maana shetani hawezi tu kuja kwako mpaka aombe ruhusa. Kumbuka Ayubu aliomba ruhusa shetani ili aende akamjaribu Ayubu. Lakini tunaona vile Mungu alivyomshindia Ayubu, pamoja na kwamba Mungu alimpa ruhusa shetani, lakini Mungu bado aliendelea kumshindia. Baadaye tunaona kwamba ukisoma huko mbele akabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, ukiruka uzio. Unajua madhara ya kuruka uzio. Ukiondoka nje ya uzio, ukiondoka ndani kwenye uzio, hautakuwa salama. Methali 4 mstari wa 23 nasema, linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo. Ukiuruka uzio ukamwacha Mungu, uko nje utakutana na vitu vingi vya hatari. Utakutana na mbwa mwitu, utakutana maneno magumu, utakutana na majaribu, kwa sababu utakuwa tayari hauna ulinzi wa Mungu. Unajua ukiwa ndani ya ulinzi wa Mungu, ukiwa kwenye fensi ya Mungu, hata ukikutana na majaribu yanakuwa ni mepesi, kwa sababu wewe utakuwa kwenye ulinzi, utakuwa upo salama. Lakini ukitoka nje ya uzio wa Mungu, hautakuwa salama, utaangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Penda kuingia ndani ya uzio wa Mungu, utakuwa salama kama alivyokuwa salama Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4, uzio huleta amani. Kumbuka ukiwa ndani ya uzio wa Yesu inaleta amani. Unakuwa na furaha. Hata kama unapitia katika majaribu, unapitia kwenye hali ngumu, unakutana na maneno magumu, lakini unakuwa na amani kwa sababu uko ndani ya uzio wa Yesu. Kwa sababu maandiko yanasema watu wangu wataishi kwa imani. Kumbuka tukiishi kwa imani tutakuwa salama, tukiishi kwa imani tutakuwa na furaha, tutakuwa na amani, kwa sababu tunamtegemea Mungu, tupo ndani ya uzio wa Mungu. Tazama, hata ukingekuwa na watoto uwaache nyumbani, wako ndani ya fenzi, wewe ukafunga mlango kwa nje, wale watoto watakuwa na amani, watakuwa na furaha, wanajua lazima wazazi wetu watarudi, watatukuta tupo salama. Ndivyo hata ilivyo watoto wa Mungu. Mungu anavyotamani ya kwamba tuwe ndani ya uzio wa Mungu, tutakuwa salama, kwa sababu mkono wa Bwana ukiwa juu yetu, hata kama magumu tutakutana nayo, hata kama tutakutana na majaribu, tutakuwa na amani, kwa sababu tunaamini ya kwamba mkono wa Bwana upo katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaishi ndani ya uzio wa Mungu huwa na amani hata katikati ya mashambulizi. Ukiwa ndani ya Yesu Kristo, ukiwa ndani ya uzio wa Mungu, hata kama unapitia kwenye mashambulizi kiasi gani, utakuwa na amani, kwa sababu wewe utakuwa upo salama, unaye mtetezi. Mimi nafikiri tunaweza nikatoa mfano, wewe unaweza ukamnyanyua mtoto hata ukamlusha. Yule mtoto atakuwa na amani, kwa sababu anajua ipo kwenye mikono salama. Yale ni majaribu kwa mtoto, lakini bado yule mtoto anaamini kwamba pamoja na kwamba niko hewani na nitarudi kwenye mikono iliyo salama. Ndivyo Mungu anapotamani ya kwamba hata sisi tuamini ya kwamba tupo kwenye mikono salama, pamoja na kwamba tunapitia kwenye majaribu, tujue kwamba tukiwa ndani ya uzio wa Yesu, tuamini ya kwamba tupo salama. Tujifunze Ayubu alikuwa na amani, pamoja na kwamba majipu yalimzonga sana katika mwili wake, mali zake aliibiwa, watoto wake walifariki. Aliamini ya kwamba hapa nilipo, nipo kwenye uzio wa Yesu, nipo salama. Na ndio maana wakati mwingine ukisoma huko mbele inazungumzia kwamba Ayubu alipoendelea kuvumilia yale mateso na yale majaribu alikuwa anayapitia, Mungu baadaye akaja akambariki maradufu, akabarikiwa zaidi ya pale vile alivyokuwa, kwa sababu Mungu aliona imani ya Ayubu. Ndivyo Mungu anavyotamani ya kwamba tuwe na imani siku ya leo. Watu wengi wanapokutana magumu wanakata tamaa. Watu wengi ambao walikuwa ndani ya fenzi, walikuwa ndani ya uzio wa Mungu, wanapokutana majaribu wanamwacha Mungu. Wanapotoka nje huko ndipo wanaangamia kabisa. Vumilia ndugu yangu.
Ndani ya uzio wa Mungu kuna neema, kuna furaha, kuna baraka nyingi ukiwa ndani ya uzio wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la mwisho, uzio wa Mungu ni neno lake. Kumbuka uzio wa Mungu ni neno. Soma neno la Mungu kwa bidii, omba kwa bidii. Roho Mtakatifu ndio akafanyike kuwa kiongozi wa maisha yako kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapopita katika majaribu, unapopita katika magumu, hebu mlilie Mungu, ingia kuomba, soma neno la Mungu kila wakati, utapata faraja, kwa sababu utakuwa uko ndani ya uzio wa Yesu, utakuwa uko salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Naomba tuombe. Baba mtakatifu, ninakushukuru kwa ajili ya upendo wako na huruma zako, hata kwa kutupa neno hili. Tunakushukuru mtakatifu ambaye umekwenda kutufundisha, umekwenda kutukumbusha, umekwenda kutukemea pale ambapo tumeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ninakushukuru kwa sababu hili neno litakwenda kutengeneza mioyo yetu, tutakwenda kuwa salama kwa sababu tunaamini ya kwamba tukiwa ndani ya uzio tutakuwa salama. Amen. Ikiwa hujampokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kumbuka hili somo limehusu habari ya uzio. Uingie ndani ya uzio wa Yesu, utakuwa salama. Ninaomba utafuatisha haya maneno. Utasema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninamkataa shetani na kazi zake zote. Ninajitoa kuwa wako, kuwa kiumbe kipya. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen, amen. Ubarikiwe na Bwana wewe uliyepata kibali kusikia neno hili. Tutakutana wakati mwingine. Mungu akubariki.